Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunachomoa fikra za kawaida na kuingiza ndani yako nguvu ya kuona maisha kwa jicho la mamlaka, jicho la uthubutu na jicho la mtu anayekataa kuishi kwa bahati, bali kwa mpangilio. Leo tunapiga mbizi kwenye moja ya sheria nzito zaidi za nguvu, sheria ambayo mtu akiipuuza, maisha yanamwadhibu bila huruma. Kabla hatujaendelea, fanya jambo moja la kiungwa la kubonyeza tu batani ya subscribe. So much depends on reputation. Guard it with your life. Yaani, mambo mengi yanategemea sifa yako. Ilinde kama maisha yako. Kwa nini sifa ni kila kitu? Katika maisha haya, kabla mtu hajakuuliza jina lako, kabla hajakujua tabia yako, anachokutana nacho kwanza ni sifa yako. Sifa yako ndiyo inafungua milango kabla hujagonga. Inakupa heshima kabla hujasema neno. Inakujenga hata ukiwa mbali. Inakutangaza hata ukiwa kimya. Na pia, sifa ndiyo inayokuangusha hata bila adui kukusogelea. Maisha ni magumu. Dunia ni kali. Watu hawana muda wa kukuchunguza kwa undani. Wanachukua tu kilichopo mezani. Na mezani mara nyingi huwa sifa yako. Hebu sikiliza hii hadithi fupi kwa makini, kisha utaona jinsi unavyoendana na ukweli ambao umefunuliwa kutoka kwenye kitabu cha The 48 Laws of Power kilichoandikwa na Robert Greene. Kuna mtu mmoja aliyewahi kujijenga kwa bidii sana. Alikuwa na uwezo, alikuwa mchapakazi, na kila mtu aliona mwanga wa maisha yake. Siku moja akafanya kosa dogo sana, kosa ambalo kwake halikuwa na uzito mkubwa, lakini hakulilinda, hakulisimamia, hakulificha, hakujali athari zake. Watu akaongea, maneno yakazunguka, na kwa sababu hakuwahi kuwekeza kwenye ulinzi wa sifa yake, sauti za watu zikawa kubwa kuliko ukweli wake. Haikuchukua muda, milango aliyokuwa amejenga kwa miaka ikaanza kufungua kimya kimya. Simu hazikupokelewa, fursa zikapita pembeni yake, na watu waliokuwa wakimsifu jana wakaanza kujitenga leo. Hakuwa amefanya kosa kubwa, lakini kosa lake halikuwa kosa lenyewe. Kosa lake lilikuwa kutoilinda sifa yake kabla shetani wa maneno hajaiparagua. Wakati alipotaka kurudisha heshima yake, aligundua kitu cha uchungu. Sifa huwa inaenda kwa miguu, lakini kurudi inarudi kwa kutambaa. Leo naweza kuwa na akili, kipaji, bidii, maono, lakini ukiachia sifa yako ichafuke, kila kitu unachojenga kinageuka kuwa kama nyumba juu ya mchanga. Watu watakukimbia bila sababu. Fursa zitakupita kimya kimya. Hata marafiki watakaa mbali bila kukuambia. Na adui zako watakumaliza kwa nusu nguvu, kwa sababu tayari ulijimaliza mwenyewe. Ndio maana Greene anasisitiza, lindeni sifa yenu kama mnavyolinda maisha yenu. Kwa sababu ukipoteza maisha unakufa mara moja, lakini ukipoteza sifa unakufa kila siku. Sifa njema ni nguvu ya kimya. Usipoteze nguvu ukijaribu kuonyesha wewe ni nani. Acha sifa yako ifanye kazi hiyo. Sifa njema ni kama jeshi lisiloonekana. Linakutetea, linakuinua, linakutangaza, linakuteua, linakupigania hata kama hauko pale. Na kama huna jeshi hilo, kila siku unajipigania peke yako na unachoka haraka. Hebu nikwambie, hukujumlani jinsi hii story ilivyo. Na haya ni mafunzo ambayo Robert Greene aliyagundua kutoka hapa. Kosa la kwanza, mtu yule alipuuzia nguvu ya maneno ya watu. Hakujua kuwa dunia haipimi ukweli, inapima taswira. Kosa la pili, hakujenga kinga ya sifa mapema. Sifa hujengwa wakati mambo yako yanaenda vizuri, sio wakati wa shida. Kosa la tatu, hakusimamia hadithi yake. Aliacha wengine waandike kitabu cha maisha yake kwa maneno yao. Nini cha kufanya? Linda tabia yako hata unapokuwa peke yako. Epuka mazingira yanayoweza kukutia doa.
Jenga mtazamo wa kujiheshimu kabla ya kutaka kuheshimiwa. Toa ufafanuzi mapema pale ambapo ukimya unaweza kukuharibu. Na muhimu zaidi, hakikisha maisha yako yana match hadithi unayotaka watu waamini. Sifa njema sio tu kinga, ni mtaji. Ukiipanda leo, inakulisha kesho. Ukiipuuza leo, inakutesa maisha lote. Kama haya maneno yamekugusa, bonyeza like, subscribe, share, comment. Ni hatua gani nitaanza leo kulinda sifa yangu? Karibu tena kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunajenga watu wanaotembea na mamlaka, sio bahati.